Ikiwa baba ndo amekamata ngoma anapiga, usiwalaumu watoto wakianza kutimka na kucheza ndani ya nyumba, kwa sababu wamerithi kutoka kwa mzazi wao. Ndio maana wanasema maji yakiwa chumvi ni kwa sababu ya ardhi uliochagua kuchimba kisima. Kwa hiyo tafuta mahali ambapo kisima chake ukichimba unapata maji adhbun zulala. Na kwa ajili hiyo pia ndoa kuwa mbaya na mbovu ni kuchagua yule anayekuoa au yule utakayemuoa. Wa khubthul ma min khubthi turab wa khubthun nas min khubthi almanakih. Ubaya wa maji ni ubaya wa kisima kilipochimbwa, na ubaya wa ndoa ni ubaya wa zile ambazo ndoa mwenyewe ulipokwenda propose ukachagua kusema mimi naposa hapa, mimi naoa hapa. Ndio maana akasema takhayyaru linutafikum, chagueni mahali pa kuweka mbegu zenu. Fa innal irqa dassas, kwa sababu damu ni nzito, inaweza kufuata mpaka mtu wa 10 katika familia ambaye kishakufa zamani, lakini zimekamata tabia zile, baadaye zikaja zikaenea katika ukoo wako, katika nyumba yako. Nitaje tu baadhi ya ausaf za wanawake ambazo sio nzuri abada, na kama mtu amezihisi asimchague mwanamke aina hiyo kumweka katika nyumba yake, kwa sababu nyumba itakuwa jahannam, haitakuwa janna. Wanachuoni wametaja aina 10 za wanawake hao, wakisema ukitaka kuchagua mke mzuri uifanye nyumba yako janna, epukana na mwanamke anaitwa al-ahira. Al-ahira ni mwanamke ambaye yeye mwanamume yoyote anamtaka, hatosheki na mume wake nyumbani, na akisikia vidole hivi vinapigwa nadhani anaitwa yeye. Huyu ni kiama kikubwa kinasimama katika maisha, kwa sababu atavunja nyumba, ataharibu kila kitu katika society kwa sababu ya uchafu wake. Al-ahira. Epukana na tabia za watu kama hao. Tabia ya pili, al-muhtali'a. Al-muhtali'a, mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ameolewa, lakini kila wakati anataka kujiengua katika ndoa yake. Kila wakati anamtajia mumewe kwamba mimi wakati wowote nitakuacha wewe, wala hutowahi kuniandikia talaka. Yeye hangoji ukampa talaka, yeye ana uhuru, wakati wowote anaweza kukupa talaka wewe mwanamume. Na mara nyingine hawa ni wale wanawake ambao wao wana uwezo, anafanya kazi, anapata hela kuliko yule mumewe. Sasa yuko pale mara zote anamtisha mumewe, na ndio mume mara nyingine yeye huwa hana la kusema, yule mke ndo anafanya anavyotaka na anamtumisha yule mume wake. Kwa hiyo yuko wakati wowote anaweza kuondoka bila ya ruhusa, wakati wowote anaweza kufanya kitu anachokitaka, na yule mwanamume akisema anaambiwa uskut, kwa sababu mimi ndo nakulisha. Hii nyumba unayokaa ya kwangu, hii nguo ulizovaa nimekununulia mimi. Mwanamume gani wewe? Nakulisha mimi, hata shukrani huna, nyamaza, ukizidi hapo nitakuacha. Mwanamume anakaa basi mke wangu yaishe, basi baadaye analia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Huyu ameshamuona wanawake ni wajanja, wakishamuona mwanamume tayari wamemcontrol, watampeleka mbali sana. Huyu atapata tabu huyu katika maisha yake, kwa sababu mwanamke mara nyingine anakutizama tu kidogo, anakubip wanasema, anatizama haya situation, huyu kesha huyu, basi atakupeleka spidi kali. Utakuwa wewe unahangaika, ukifika huko mitaani, usije ikachelewa, wife atakasirika, wao wenzako wanawaaga, viatu vinamalizika soli kwa kutembea kumtafutia wife anachotaka. Unakwenda wapi? Wife kanituma. Unakwenda wapi? Naenda kwa wife, namkimbilia. Huyu atafika wakati mpaka sakaratil mauti inampata, namwambia Israeli, wife ananiambia. Hii itakuwa wife mpaka kaburini, huyu atapelekwa mbali sana. Wanawake mara nyingine ni very powerful, wana nguvu sana, na maisha yao. Ukiona mara nyingine barabarani watu wanasema peke yao, wanataka kugongwa na gari, ujue wanawake tu hao. Mtu anaingia dukani kwa mtu anaiba, wanawake tu hao. Wameambiwa hapa usipokuja na 200,000 hulali, na yeye anatamani kulala na mkewe. Anafanya vyovyote itakapokuwa, aibe, akinyang'anye, azulumu, akamate, arudi akamridhishe wife. Wife huyu anaweza kuua.
anaitwa nani? Al-mukhtalia. Yeye ana power ya kumwacha mwanamume, na mara nyingine anasema wazi, mie kwa taarifa yako siachwi, mimi naacha mie, talaka yako hii apatia saini tu, huyu anatimka anakwenda kwa mwingine. Al-mukhtalia. Mwanamke wa tatu anaitwa an-nashiz. Nashiz ni mwanamke ambaye yeye hangojei ruhusa yoyote ya mumewe ya kufanya kitu chochote, na usimuulize chochote, alafu yeye hana twaa, yani aliyetoka katika twaa ya mumewe. Mume akisema chochote, mimi usiniambie habari zako hizo, mimi mwenyewe najua cha kufanya ni kipi. Mwanamke mzuri ni yule ambaye anajua ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hata akitaka kutoka mahala pote, anamshauri mumewe, anamwambia anaomba ruhusa na kwenda mahali fulani, nenda, anakwenda. Naenda mahali fulani, mke wangu usitoke, kaa, anakaa. Haulizi kwa nini, hasemi mbona wewe unatoka unarudi, mbona wewe uniombi ruhusa ukienda. Hapana, pale anapoambiwa, anapoelekezwa, ndivyo anapofuata taa ya mumewe. Na Mtume akasema katika hadithi hatari, ukisikiliza inaonyesha fadhila za mume. Sema, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Ingelikuwa na uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie kiumbe, ningemwamrisha mwanamke akamsujudia mumewe. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema maneno hayo akijua kwamba mume ana fadhila juu ya mke, na mke japokuwa anazo na yeye fadhila, lakini kiongozi wake pale ni mume. Kwa hiyo hawezi kwenda mahali bila ya kumtaka amuombe ruhusa, apewe idhni, afanye jambo kwa amri yake, kwa ridhaa yake. Lakini nashiz ni yule ambaye anakataa hayo yote, taa ya mume, inaitwa nani? Nashiz. Mwenye sifa ya nne, mwenye sifa ya nne, tumetoka al-ahira, al-mukhtalia, al-mutabahia. Mwenye sifa ya nne, al-mutabahia. Al-mutabahia ni mwanamke mwenye tabia ya kujisifu mbele ya mumewe na mbele ya watu wengine. Kama vipi? Mie hivi nilivyo, Mungu amenijalia, wewe hujafanana na mimi katika kitu chochote, umebahatika sana. Tena nashangaa mwanamume wewe unipate mke kama mimi, ama wewe umebahatika. Mutabahi, anajiona mbele ya mumewe. Na huko kwa wanawake wenzake, mnaona hizi dhahabu zangu, mnaona nguo zangu, mnaona mapambo yangu, mnaona vipi? Anafanya mufakhara, wakati mtu atakiwi kujifakhirisha. Na hata kama una neema, kuwaambia watu wengine ni kuambia ni usuduni, nifanyieni mambo mabaya. Kwa hiyo almutabahia pia sio akhlaqi nzuri za kujisifu mbele ya mumeo, za kujiona kwamba wewe ni zaidi yake, yeye amebahatika sana, kama sio kufanywa favor tu na watu fulani asingekupata, maana wewe ni ghali kuliko mwanamke yoyote mwingine. Hizi ni tabia chafu. Alafu zinakuja sifa nyingine 6 baada ya hizi 4. Anasema al-annana. Al-annana ni mwanamke ambaye yeye kila ukiingia ndani ya nyumba anakuambia naumwa. Kila mara yeye anaumwa, mwaka mzima yeye anaumwa. Unaingia nyumbani, mke wangu vipi? Kiuno kidogo kinauma. Na haumwi huyo, ni mvivu, pengine hataki kupika, pengine hataki kusumbuliwa, yeye ana mambo yake mengine yanamshughulisha. Al-annana kathiratul anin. Anin kila mara kidole, kichwa, nywele, meno, masikio, sio kitu gani, yeye anaumwa tu. Basi sogea huku kidogo mke wangu, leo naumwa usiniguse. Kila siku huyo anaumwa. Al-annana. Na wanawake aina hii huwa ni wavivu, hawapiki, hawafagii nyumba, hawana kitu chochote cha busara nyumbani. Inakuwa mara nyingine unaweza kufika nyumbani kuona takataka zimerundikana mahali, hazichukuliwi zikatupwa kwa sababu wanaumwa. Ukifika, basi nisaidie angalau kosha vyombo kidogo mume wangu hapo, leo nimechoka kidogo. Wewe kama unampenda ndio unakwenda unakosha vyombo, alafu baadaye unaweka kwenye rafu. Sasa nani atapika leo? Kidogo mambo si malevu, basi angalau chips kaanga hapo, kesho mimi. Unaingia jikoni na kaanga chips, yeye ananyanyuka alafu anakuja kula. Haumwi kusema kwamba mimi naumwa, si anakuja kula basi yeye kila siku anaumwa. Wapo. Na mwingine anaitwa al-hannana kwa
Al-Hannana. Al-Hannana ni mwanamke ambaye yeye zamani alikuwa ameolewa na mume mwingine. Alipoachika kule, umebahatika wewe kwenda kumuoa. Sasa kila siku anakusimulia mambo aliyokuwa akifanya na mume mwingine. Kila siku anakuambia habari za historia alipokuwa kwa mume mwingine. Umeleta angalau kuku, fulani alikuwa ananunua kuku wawili mpaka watatu, wewe unaleta mmoja tu. Basi na wewe kesho unajitahidi unaleta wawili na watatu, maana hutaki kushindwa na wewe. Haya, ikifika kesho fulani, mie siku za weekend kama hizi anamtoa huko, tunaenda huko Bugarama, huko tunakwenda tunaenjoy. Fulani wallahi wewe ndio umtoi, na basi mke wangu kesho tutakwenda. Wewe unataka kuwa sawa wakati watu hawawezi kuwa sawa. Naridhika na kile ulichokipata, huyu si yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukitaka kushukuru neema za Mungu, mtizame aliyokuwa chini yako. Sasa huyu anaanza kukompea fulani mie hivi, kila unachokifanya anaona bado hujafikia ile standard au kile cheo au pale alipokuwa akifanyiwa na mume yule wa zamani. Sasa anakutia wewe kwenye vishindo kwamba uingie katika competition ya yale mengine alikuwa anafanyiwa kule, na wewe huna uwezo. Mathalan, pengine yule aliyopita alikuwa na uwezo mkubwa, fulani mie kila mwisho wa mwezi akiniachia hizi 300,000 400,000 kwa ajili ya vitu vidogo vidogo tu, wewe ndio uniachie chochote, ndio majaliwa yangu. Lakini kama kwamba hataki, lakini anakuambia fanya kama vile alipokuwa akinifanyia mwingine. Huyo anaitwa nani? Al-Hannana allati tahinnu ila hayati zawjiha al-awwal. Bado anataka maisha kama yale ya zamani, na haiwezi kuwa sawa. Mwingine anaitwa Al-Mannana. Al-Mannana ni mwanamke yule ambaye msimbulifu, yani huyu pia anakuwa na uwezo, anakununulia mara nyingine kanzu, anakununulia viatu, hata gari anakununulia, lakini ukimkosea kidogo tu, wewe hiyo gari si nimekununulia mie, hizo nguo unavaa wewe, pesa ya nani hiyo? Na hii nyumba unakaa, nyumba ya nani? Nipe ufunguo wangu, chukua masuruali yako, toka. Al-Mannana msimbulifu, kwamba kila kitu nataka kuonyesha watu kwamba mfanyaji ni yeye. Kwa hiyo anasimulia mambo yake ambayo anamfanyia mume wake. Baadaye anakuja Al-Barraqa. Al-Barraqa ni mwanamke ambaye huyu kwa kujipamba nambari 1, lakini kujipamba kwake kuna shughuli ya harusi, amealikwa mahali nyumbani kwake, hapana. Al-Barraqa kila mara uso unamemetuka, makeup 10 akikaa kwenye makeup kioo hapo haondoki chini ya dakika 50, yuko pale tu, uso namna unavyorembeshwa. Na akiona vile tu mume anajua mke wangu leo kuna shughuli anakwenda. Hakuna shughuli ashughuliki, anakanda unga wake, anatengeza chapati na maandazi, alafu analala hivyo hivyo, hata kukoga hakogi. Lakini siku ya harusi anamsahau yule mume, mwenyewe anasahau, kumbe na mke mzuri. Lakini siku za harusi saa nyingine hata anasahau, anapishana naye barabarani, angalia mwanamke yule chuma, huyo mkeo huyo, kwa sababu hakuzoea kuona mandhari yale. Maskini wanaenda kuonyeshwa watu wengine huko, alafu hata akirudi usiku, nimechoka, yale mapete yote yanavuliwa. Tena anamwambia mume wangu nisaidie, anayavua na yeye mapete. Sasa yale mapete kampambia nani? Wewe ndio unanunua, mara nyingine unahangaika, anaondoa makeup yote, foundation yote, maji, anakwenda kulala ba. Harusi nyingine hivyo hivyo. Huyu nani? Al-Barraqa. Uso tu wake anamshughulikia mwili wake, lakini hashughuliki na mambo mengine. Mwingine anaitwa Al-Haddaqa. Al-Haddaqa huyu ni mwanamke wa 9. Ni yule ambaye mboni yake, yani macho yake yakiona kitu anakitaka. Chochote akionacho, hajui unazo pesa, hajui una uwezo, huna wewe, atakwambia tu mimi kitu fulani nakitaka. Mke wangu mimi sina uwezo, mimi siyajui, mimi nimekwambia nataka kitu fulani. Al-Haddaqa. Na wapo wanawake aina hiyo. Siku nyingine tulipokwenda haji na wenzetu walikuwa wamechukua wake zao, baadhi ya watu, mmoja anasema bwana, haya maduka ya dhahabu hapa mimi sitaki kupita na mke wangu, na tupite huko, maana anajua akipita hapa ambaye hii nataka, na kama hajatoa yeye hakulaliki. Ananuna mwanamke mwezi mzima kwa sababu amenyimwa
kitanda. Ni hatari. Kwa hiyo mwanamke huyo alhadaqa atakachokiona anakihitaji. Mwanamke wa mwisho anaitwa ashadaqa. Hizi ni sifa 10 mbovu, na mama zetu, dada zetu kama wanazo wazirekebishe. Mtu anaweza kutoka katika hali mpaka katika hali nyingine, na hasa Ramadhani inatufundisha taghyir. Ramadhani ni njia moja ya mtu kubadilika. Silikuwa tunakula sisi mchana kutwa, mbona sasa hatuli? Mungu anatuonyesha kwamba tunaweza kuacha baadhi ya tabia na tuka maintain. Nani ameshikiwa bakora anaambiwa lazima usinywe maji? Hakuna mtu ambaye analazimishwa. Ikhlas ni siri hiyo, Mungu ndo anajua kama wewe umefunga au hujafunga. Hakuna mtu anajua. Ni ibada ambayo Mungu anatuona ikhlasi ni kubwa. Hakuna mtu anajua bwana huyu kafunga au huyu hajafunga. Anasema siku moja baba mmoja, yeye ndo ana tasbih yake sauti kubwa, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nasaluka aljanna. Jamani, leo saumu kali na wenzake, lakini Mungu ndo anajua kweli kama kafunga au hajafunga. Lakini yeye kila wakati analia saumu, jamani leo kali kweli kweli. Mara alikuja mtoto wake akamwambia, baba mama anakuambia chakula tayari. Watu wote wakasikia pale mchana wa Ramadhani, kumbe huyu ndo hafungi. Wale watu wanaojua saumu leo kali, kumbe wengine wala hawajafunga. Basi tu hii ni saumu ambayo ni ya mabadiliko, ni sifa. Mungu ndo anajua iwe umefunga hujafunga, ikhlasi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ashadaqa ni mwanamke ambaye hata kuzungumza kwake kwa kiburi. Unajua kuna baadhi ya wanawake wakizungumza, ule mdomo unaona unavyopelekwa juu, ukirudishwa chini, ukipelekwa kushoto, ukienda na kulia. Hey, huyu anataka kusema nini? Kumbe ni neno moja tu, sitaki. Basi neno hilo tu. Sasa ile kupeleka mdomo juu, kurudisha chini, kupeleka kulia na kushoto, kumbe alikuwa anataka kusema tu sitaki. Basi. Lakini kwanza mpaka kuonyesha kwamba huyu anaitwa ashadaqa. Hata akizungumza utafikiri katika mdomo kumejaa kitu, kumbe hamna kitu, mdomo mtupu. Wanawake hawa ni jeuri, wanajiona mutakabbirati, kiburi na vitu kama hivyo. Wakiwepo hawa katika majumba, hakikisha hiyo nyumba inakuwa jahannam. Atakupeleka mbali. Kama una kibiashara chako kiduka kidogo, uwe kitafilisika. Na kama una aidi yoyote mahala pengine unaahidiwa mambo mazuri, hayatokuwa, sababu hawa wanahakikisha kwamba manufaa yao wao wanapata, lakini wewe unakumaliza. Na mara nyingine wazazi wao wanawaambia, nenda kwa fulani anazo pesa, hakikisha unamchuna, unaondoka hana kitu. Hakikisha kila kitu unakihodhi mapema. Wazee wako unatuona hali zetu, mafukara hatuna kitu. Yule tajiri, nenda ukachume pale. Fulani miezi 3 tukajenga nyumba kwa wazazi wake. Na wazee wanamwambia, na hao wazee ndio yale maji tuliyosema yanachimbwa katika kisima, chumvi. Iyakum wa khadra ad-diman. Mtume alisema, jilindeni na mboga za jani wakati wa kuoa. Wakauliza, ma khadra ad-diman? Sema almar'atu alhasna'u min manbati su. Mwanamke mrembo, lakini mahali anapotoka ni mahali pabaya, mlango wake mbaya. Hiyo ni jahannam. Na ndio maana nyumba zinakuwa hazina khairi wala hazina baraka. Watukufu wa Islam, darasa hii ni pana na mtanilia radhi wakati umekuwa mrefu, na kesho insha Allah taala tutaendelea na baiti jannati fi dunya. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa ya fawza almustaghfirina wa ya najata at-taibin. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'ata al-ijabah tuyassir alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. اللهم حول بيوتنا من جحيم إلى جنات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح ذات